tumeweza kuona namna ambavyo Shilole na Queen Darleen walivyoweza kuhudhuria katika siku wa Mama Dangote, na pia wengi wao waliweza kuzungumza mengi wakisema kwamba Queen Darleen ni moja kati ya mwanamke ambaye anajielewa na kujitambua, na wengi wao wakasema kwamba Shilole pamoja na Queen Darleen wakikutana kuna vitu ambavyo viko sawa kabisa. Hivyo kwa hiki ambacho kinachoendelea sasa, Mwenyezi Mungu atasimama upande wao na kuwafanya wawe watu wenye amani na furaha katika maisha. Lakini yote hayote tunatakiwa kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumfanya awe katika maisha ambayo yenye misingi na mikakati iliyo bora. Tunatambua kuna baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka vingi juu ya maisha ya hawa watu, lakini leo hii wameweza kukutana kwa mara nyingine na wameweza kutofautisha mambo yao ya kazi na mambo yao binafsi. Hivyo kwa hiki ambacho walichoweza kukifanya, wameweza kuweka watu midomo wazi, na wengi wao wakasema kwamba tunawaombea waweze kuwa na ushirikiano hivyo kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuona furaha yao kirudi kama mambo ya nyuma, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuhakikisha kila kitu kikiwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Kwani kuna kila sababu ya kuweza kuyafanya hayo yote, kwa sababu kuna vingi ambavyo vimeweza kutokea na wengi wao walitamani kuweza kuvijua vingi, lakini hayo ndio machache. Kiukweli katika hiki ambacho kinachoendelea sasa, Mungu atasimama na kila mmoja kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora zaidi. Bwana, mambo ni mengi sana kwenye hiki ambacho kinachoendelea sasa, lakini wacha tuone mwisho wake itakuwaje, maana kila mtu anatamani kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora, kwani kila mtu anaamini kwenye kile ambacho anachokiamini, na wengi wao walitamani sana kuweza kujua haya yanayoendelea, ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora, maana kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikitokea na wengi wao wanatamani sana kuweza kuvijua vingi, ila kwa kila hatua ya maisha ambayo unayopiga, Mungu ndiye pekee ambaye atakayeweza kusimama imara na kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora zaidi. Mimi sina la ziada, ngoja nikutakie siku njema na kazi njema.